Yes, I'm King Genius, mfalme wa dawa kwa majina, nadhani mnanijua, naitwa Dr. Taz Genius. Ya leo nina jambo la kusema na mashabiki wangu na Watanzania kwa ujumla kwa kitendo kilichotokea jana ambacho sio cha kiungwana. Wenda kwa nini nilifanya vile? Nilifanya kwa hasira na mambo mengi katika nafsi yangu. Yes, I'm King Genius, mfalme wa dawa, Dr. Taz Genius. Ya nakuja kwenu wa Tanzania, fansi wangu, waandishi wa habari na watu wote wanaonifuatilia katika mitandao ya kijamii. Nilikuwa nimekuja kwenu kuwataka radhi sana familia na Watanzania na hata ambao si Watanzania kwa kitendo kilichotokea jana airport baina yangu mimi na Manyaunyau. Ya kwa actually mimi ni mtu ambaye nilifika katika familia ya marehemu na hata gari yangu walipanda wa mama mpaka tunaenda kuchukua mwili, kwa sababu ilikuwa Costa, mimi nilitoa gari yangu nikiwa dereva mwenyewe kwenda kuchukua mwili wa marehemu. Katika kusubiri na process zinazoendelea ili kuchukua mwili wa marehemu umefika. Hatujui huyu mganga, huyu anayejiita mganga sijui ni Manyaunyau. Kitu nilichoshtuka mimi ni kwamba yuko nyuma yangu, kanisogelea na nirekodi, huyu ni kijana wangu. Na dhani Watanzania nyewe ni mashahidi. Huyu bwana hajawahi kuniongelea mimi uzuri, ni mtu wa kunifanyia vitu vya ajabu. Na najua moja kwa moja alikuja msibani kutafuta umaarufu, kwa sababu muda wote hakuwepo. Alikuja tu ghafla ili kutafuta umaarufu, au kwa sababu alisikia waandishi wa habari mimi wananioji akaona haje. Basi sawa, hata kama unakuja kutafuta umaarufu atukatai, lakini kitendo cha kumrekodi mtu bila ridhaa yake kwa kumuita kijana wake, lengo na mazumuni alikuwa ni nini? Kwa akili haraka, kwa sababu ninamjua tabia zake, ni mtu ambaye akikaa live huwa ananichafua, ananiongelea kwa mabaya. Kwa maana hiyo moja kwa moja nikajua huyu kaja arekodi vile, atumie clip ile kwa ajili ya kupata followers, ya kupata umaarufu, pamoja na jambo lake alilolikusudia yeye liende katika mitandao ya kijamii. All na all, mimi kama binadamu ambaye nimevumilia mambo mengi, wa Tanzania ni mashahidi. Nimevumilia vitu vingi kwa huyu bwana, lakini kila mara, kila dakika ni mtu wa kunitaja, kunichafua, kunizulia maneno machafu. Kwa mimi kama binadamu sijakamilika, nikajikuta nimegazibika, nikampiga vibao. Kwa haraka siwezi kumuomba samani, ila naomba familia ya Karen, wa Tanzania, waandishi wa habari, mnisamehe kilichotokea, ni hasira, hata maneno niliyatoa ni hasira, kwa sababu mimi ni mvumilivu, nimevumilia mengi sana. Watanzania ni mashahidi, mkipita katika mitandao ya kijamii mimi ananiongelea vibaya ambako sina hata mahusiano naye, wala sishei biashara naye, wala sina habari naye, lakini amekuwa ni mtu wa kunichafua kila mara. Ni mtu ambaye anahisi akiniongelea mimi anarudisha au anarudi katika formula. Lakini mimi nimekuwa ni mtu mvumilivu sana, na mpaka imetokea nikaona si vyema ninyamaze. Nikaja naomba Watanzania, serikali, waandishi wa habari na fansi wangu na hata mitandao yote waliona klipu ile, naomba wote kwa wote mnisamehe. Haitotokea, ni hasira, mimi binadamu, lakini pia nimevumilia sana. Na ndiyo maana ninakuja mbele zenu nikiwa kama binadamu mwenye nyama. Uvumilivu huwa mtu unamshinda, kwa sababu kitendo cha kumrekodi mtu bila ridhaa yake, hatujui angeenda kuedit alikuwa anataka aongee nini. Na sisi tuko kwenye swala la msiba, tunasubiri msiba, tumepakia msiba. Unanivizia, unakuja katika uso wangu na rekodi niko na kijana wangu, na moja kwa moja unajua wewe unaniongea vibaya, wewe ni adui kwangu. Bana wa Tanzania, wewe kama binadamu fikiria kwa makini, nani mkorofi? Mimi binadamu, nina nyama, nina madhaifu yangu, nina mapungufu yangu, nina mabaya yangu, nina mazuri yangu. Lakini tukiongelea sio ushabiki, reality.
mimi binadamu, uvumilivu unanichosha. All to all yaliyotokea hayatorudia, ila ninamruhusu aende kokote. Ninamruhusu aende kokote. Ila naomba Watanzania, waandishi wa habari, familia ya Khalin, mnisamehe. Lakini pia jana kulikuwa na zoezi la kuwasilisha kuwasilisha fedha au mchango ambao katika grupu langu la Taz Genius Hood tulichanga fedha, ambazo hizo fedha alitakiwa akabidhi katika familia mweka hazina. Zoezi hili halikufanyika kwa sababu ya vurugu, lakini bado kitu hakijaribika. Leo msibani, tutapomaliza swala la msiba, tutawasilisha mzigo wetu, fedha ambazo mweka hazina atazikabidhi katika familia ya Khalin au Hawa. Kwa hiyo mimi nasema asante Watanzania kwa kunisikiliza. Yes, I'm King Genius. Kwa majina anajulikana kama Dr. Taz Genius, mtaalamu tiba ndani ya Tanzania, Dar es Salaam. Nimekuja kwenu Watanzania kwa ujumla na watu wote ambao sio Watanzania walioona klipi yangu kwa kitendo kilichotokea dhidi yangu mimi na Manyaunyau. Kitu ambacho nilifanya kwa hasira, hata maneno niliongea kwa hasira. Watanzania ni mashahidi. Yule bwana kitu alichofanya ni kunirekodi ikiwa airport akiniita niko na kijana wangu, na ninamjua ni mtu ambaye huwa ananizungumzia vibaya, huwa afanyi kitu chochote lazima nihusishe mimi kwa kunichafua. Kwa maana hata kipindi kile alipoenda kituoni akanipa fedha kuniomba ni rekodi, ni muombe samani, nilifanya vile. Lakini nilivyokuja kuondoka alichukua klipu ya kuanza kujisifu na kunichafua na kuleta matambo. Kitendo kile kilichotokea, na jana alivyokuwa kirekodi akiniita kijana wangu, na mimi nilimfuata nikamwambia afute hizo picha kwa sababu siri za yangu. Mtu anakuja kabisa na kamera yake usoni mwako anakuambia niko na kijana wangu, wakati hatujazungumuza chochote, hatujafikiana chochote. Ile ilikuwa ni kunizalilisha, na mimi ninamjua tabia zake. Anafanya vile kutafuta followers, anafanya vile ili aongee, ili apate sifa, kwa maana kwamba aendelee mimi kunichafua kwa maneno yake, kwa kuniziaki. Kwa hiyo nilijikuta nimepata hasira, nikajikuta nimeongea maneno ya ajabu, tukajikuta kuna vurugu ilitokea. Ila all na all, naomba familia ya marehemu Khalin inisame, Watanzania mnisame, lakini pia vyombo husika mnisame. Simuombi samahani Manyaunyau, aende kokote. Ninaomba Watanzania, serikali na familia kwa kitu kilichotokea. Lakini pia jana ilitakiwa niwasilishe mchango wa grupu langu la Taz Genius na Genius Hood kwa ndugu wa marehemu, na wahakikishia fedha ipo, itawasilishwa leo hata makaburini tunapoenda kuzika. Prosesi zitafuata, mchango wetu tutauwakilisha. Na bahati nzuri bado wanaendelea kuchanga. Ili fungu ambalo limechangwa na magrupu yangu, akiwepo katibu na mwenyekiti na mweka hazina, wote ni majukumu yao kuwakilisha lambirambi yetu tukiwa kama Taz Genius na Genius Hood. Ila kutokana na vurugu ya jana iliyotokea, tukakuta zoezi alijafanyika, na wahakikishia zoezi litafanyika. Lakini pia naomba samani wa Tanzania, nyie mnanijua hile ni hasira, hata yale maneno yalikuwa ni hasira. Lakini pia nadhani nyie ni mashahidi, Manyaunyau alikuwa kila siku akipanda live zake, hawezi kufanya mambo yake, lazima aniongelee kwa mabaya, anisingizie kwa mabaya, aniziaki. Mimi ni binadamu, nikajikuta nimechoka kwa hasira na jazba, nikakuta nimefanya tukio lile la vurugu, lakini alitorudia. Naombeni mnisamee wa Tanzania, nikisema nimesema. I'm King Genius, mfalme wa dawa. Naomba tuendelee kutibiwa. Katika maisha
misukosuko na chuki watu wapo, lakini all in all ni Lombaya na chuki, kwa sababu Watanzania ni mashahidi. Amekuwa akiniongea sana, hata vitu nisivyovijua amekuwa akinichafua sana, lakini sisi tunajua yake ambayo ni makubwa sana, lakini nadhani anajua kwa nini mimi sitoki mdomoni mwake. Lakini all in all, mashabiki zangu wa Tanzania, familia, naomba tuangalie mbele. Mimi nasema asante. I'm King Genius, mfalme wa dawa. Leo naenda kumaliza kwa sababu nimesitisha shughuli zangu zote za matibabu kwa ajili ya jambo hili la msiba lakini nitakuwepo. Tutamuaga rafiki yetu, mdogo wetu, ndugu yetu Karina. Lakini all yaliyotokea, nasema samahani kwa wote ambao nimekosea, lakini vile vile nilikuwa naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia mnisamee kwa sababu maneno niliongea sio mazuri, lakini simuombi msamaha Manyaunyau waende kokote nimesema, ila ninaomba Watanzania, familia na watu wote ambao wameona kwenye mitandao swala hili mnisamee. Pia waandishi wa habari nilikuwa naomba pia mnisamee. Lakini vile vile katika swala lile kuna mwandishi wa habari alipoteza Bluetooth yake. Mimi ninayo, uongozi wangu unao Bluetooth yake ndogo, mic ya kurekodia. Kokote alipo atawasiliana na mimi na ofisi zangu, namba ziko hapo, atapewa, au atawasiliana na katibu